Sawa. Nikichukua kitabu chako, basically ni kazi ambayo umeipublish. Yes. Sentence ya kwanza inasema kwamba it's not where one lives but how one lives that defines the architecture of the immune system. Sio wapi mtu anavyoishi, bali ni namna mtu anavyoishi ambayo ina tafsiri, yani mfumo mzima wa mwili. Yeah. Dr. Faraja, I think hiyo ndio message kubwa ambayo mimi nilipata katika kufanya kwangu PhD, kwa sababu namna mtu anavyoishi, mtindo wa maisha, namna mtu anavyoishi una tafsiri kubwa sana namna kinga ya mwili inavyoweza kutengenezwa. Kwa mfano, kuna mtindo wa maisha ambayo mtu anaishi unasababisha mwili wake muda wote kuwa katika hali ya kama kuvimba, tunasema inflammations. Sasa katika hali kama hiyo, maana yake seli zake kwa kiwango kikubwa anakuwa na hifadhi ndogo sana ya seli ambazo zinaitwa naive. Naive ni seli ambazo zimezalishwa lakini hazijaanza kutumika. Kwa hiyo watu kwa mfano wanaoishi kwenye mazingira ambayo kuna vimelea vingi vya magonjwa kama bakteria, minyoo, hawa watu kwa mfano wanatumia kinga yao mara kwa mara katika kupambana na haya magonjwa. Kwa hiyo ukiangalia store ya vile vitu ambavyo store ya ile kinga ambayo inahitajika wakati magonjwa mengine yanalipuka ni tofauti ya kwao, kuna tofauti kati ya kwao na wale ambao hawajawa exposed sana. Kwa nini kuniambia kwamba kuugua ni kitu kizuri? Kuugua sio kimaanishi kama ni kitu kizuri, ni kitu kizuri kwa kiasi fulani. Kwa mfano tunapozungumzia watu ambao wana minyoo. Hawa watu kwao kinga ya mwili imetengeneza mfumo ambapo imezoea kuona vimelea vya magonjwa. Wakati kuna watu ambao hawana hii minyoo, hawajazoea kuona hivyo vitu. Kwa sababu hiyo maana yake, kwa mfano wale ambao hawaoni kabisa wanakuwa kwenye hatari wa autoimmune diseases ama magonjwa ambayo ni allergy kwa mfano. Ni kwa urahisi tu wanaweza kupata allergy. Lakini mtu ambaye anakutana na minyoo mara kwa mara, yeye hapati allergy kama anavyopata mtu mwingine. Lakini kuna athari nyingine ambayo inatokea hapo. Kwa mfano huyu mtu ukimchoma chanjo sasa, tulikuwa tunategemea kwamba anatakiwa chanjo yake ifanye kazi vizuri, awe na kinga ya mwili ya kutosha kutokana na chanjo aliyopewa. Lakini kwa bahati mbaya, kwa kuwa ile minyoo imedumaza kinga yake ya mwili, haioni sana vitu vinavyotakiwa ivione. Maana yake uwezekano mkubwa kwamba anaweza akachoma chanjo lakini chanjo isifanye kazi kama inavyotakiwa. Umeona sasa kwamba kuna athari nzuri upande wa kwanza kwamba hapate hizi autoimmune diseases. Lakini ukirudi kwa upande wa pili, anapata changamoto kwa mfano akipewa chanjo za aina mbalimbali ambazo tunaenda kuzizungumza baadaye. Lakini sio chanjo tu. Tunakoelekea kuna ulimwengu wa magonjwa kama haya tunayaita saratani ambazo zinatibiwa kwa kutumia kinga ya mwili. Unajua tunaelekea huko. Kwa hiyo maana yake kuna wasiwasi kwamba itakapofika wakati tunatakiwa kutumia hizi dawa ambazo zina target kinga ya mwili. Inawezekana zisifanye kazi vizuri kama kwa wenzetu Ulaya kwa mfano, kwa sababu ya kinga zetu zimetumika sana na hata zikiona kitu haziwezi kuchangamkia fursa. Vizuri sana. Kuna vitu vingi hapo umezungumzia mfumo wa maisha tunaoishi, autoimmune diseases. Autoimmune diseases basically kwa uelewa wangu ni mwili unajishambulia wenyewe, si ndio? Kabisa. Sasa unahisi kwamba tunahitaji chanjo kama kinga zetu za mwili tayari zimeshazoea minyoo na vitu kama hivyo? Asante sana. Nafikiri chanjo bado inahitajika kwa kiwango kikubwa. Na uthibitisho wa kwamba chanjo inahitajika kwa kiwango kikubwa ni kwenye magonjwa ambayo yanapata kwa mfano watoto. Ukija magonjwa kama haya pneumonia, ukija magonjwa kama hizi watu waking'atwa na mbu wanapata ugonjwa wa rabies, kichaa cha mbwa, si ndio? Hao watu bado wanahitaji chanjo. Kwa mfano ukienda sasa hivi ukajikata kisu, kuna hizi unapata tetanus, si ndio? Hizi zote zinahitaji chanjo. Kwa hiyo uhitaji wa chanjo upo. Shida tunayoifikiria hapa ni kwamba ufanisi wa chanjo haufikiwi kile kiwango ambacho tunakitarajia. Sio kama unanielewa. Yaani kwamba chanjo bado inahitajika na kweli ina faida. Ila swala ni kwamba ufanisi wake inawezekana haufikiwi pale unapohitajika. Kwa mfano, kuna chanjo ukichomwa labda unatakiwa uwe boosted. Kubua boosted maana yake uchomwe tena labda baada ya miaka 3. Kuna nyingine ni miaka 10, nyingine kwa mfano kama yellow fever hata miaka 30. Lakini kwa sisi maana yake najikuta kwamba unatengeneza kinga, lakini kwa sababu ya mwili wako, kinga yako ya mwili ilikuwa haijakaa vizuri, kinga yako labda inaweza kukaa miaka 10 baadaye ukaa miaka 20. Kwa hiyo bado chanjo inafanya kazi, lakini maana yake inabidi kwa mfano interval iongezeke ili chanjo yako ifanye kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo umuhimu wa chanjo bado unabaki pale pale. Kama tutaweza kuzungumza baadaye kwamba chanjo kazi yake kubwa ni kufunza mwili kuonana na mdudu ambaye ingetarajia kuonana kama ugonjwa. Kwa mfano, tunapokupa chanjo ya COVID maana yake tunakupa kitu ambacho mwili wako unajifunza kwamba kuna adui wa aina hii. Kwa hiyo inapokuja sasa unakutana na ugonjwa wa COVID, mwili wako unakuwa tayari na taarifa na maandalizi ya kupambana na COVID. Kwa hiyo uugui ugonjwa. Ulipata chanjo ya COVID?
Kabisa. Mimi nilipata chanjo ya COVID kwa sababu kipindi kile COVID inaanza, kwanza kabisa nilikuwa katika masomo yangu ya PhD hii. Kwa hiyo kuna wakati ambao nilitakiwa nisafiri nje ya nchi wakati huo wa COVID. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, kitu cha muhimu ambacho kilikuwa kinaniruhusu kusafiri ni kupata chanjo. Lakini siwezi kusema kwamba nilichoma chanjo ili nisafiri. Hapana. Mimi nilichoma chanjo kwa sababu nilielewa umuhimu wake na nilikuwa najua inafanyaje kazi. Kwa sababu kitu ambacho zilikuwepo vitu vikubwa sana palikuwepo na rumors kwamba hii chanjo inatolewa itaingia kwenye DNA, baada ya hapo wote tutakuwa na shida zingine. Lakini nilikuwa naelewa mimi namna ambavyo chanjo inafanya kazi. Kwa mfano mimi nilifanya chanjo nilifanya Moderna. Hapana, nilichoma Moderna. Moderna yenyewe ni mRNA vaccines. Na mRNA vaccine inafanya kazi kwa namna hii. Unajua ndani ya mwili tuna DNA. Baada ya DNA ikifanya transcription, kutoa taarifa, huwa inatoa katika mfumo wa proteini, zinaenda kwenda kwenye ribosome RNA. Kwenye ribosome RNA panazalishwa proteini za aina fulani ambazo zinahitajika kwenye kazi fulani ya mwili. Kwa hiyo hapo wataalamu wamefanya kitu kimoja. Wametengeneza mRNA moja kwa moja wao wenyewe. Kwa hiyo wanaruhusu mRNA inaingia kwenye seli yako. Ikishaingia kwenye seli yako, sio kwamba inaenda kwenye DNA. Inaenda kwenye ribosome ambapo ni kiwanda cha kuzalisha proteini. Inachofanya inazalisha zile proteini. Zile proteini zinazozalishwa zina mfumo ambao zinaonekana kama vile mdudu wa COVID. Kwa hiyo zinazalishwa, zinakuja ndani ya mwili. Zinapokuja kwenye mwili, sasa mwili unasema kwamba hii ni COVID. Kwa hiyo mwili wako unazalisha kinga mwili against COVID. Yaani kutokana na hiyo hali. Kwa sababu hiyo maana yake haijaenda kwenye DNA, imeenda tu kwenye kiwanda ambacho kinazalisha kwa ajili ya kuzalisha zile proteini, na zile proteini zinakukinga wewe kutokana na ugonjwa. Kwa hiyo shida pale ilikuwa ni kwamba kuna mtu anahisi kama vile zinaenda kwenye DNA, zinafanya manipulation, baada ya hapo zinabadilisha mfumo wa kinga ya gene. Hapana. Hizi zinaenda moja kwa moja kwenye process moja hapo. Nafikiri wale ambao wanafuatilia biology vizuri watakuwa wanakumbuka kwamba kuna DNA, kutoka kwenye DNA ndio unakuja kwenye hatua ya pili ambayo zile proteini zinatakiwa zizalishwe ndio zile zinazotoka. Kwa hiyo mimi hicho kitu nilikielewa na sikuona kama kuna shida ya kuchoma hiyo chanjo. Na nafikiri muda unavyoenda tunaendelea kujua kwamba ni kweli, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa watu watabadilika bwana. Ni sawa kabisa. Ni muda gani mzuri sana wa kudevelop kinga ya mwili? Yaani kinga ya mwili ni mchakato anuai, yani ni mchakato ambao unaendelea kila siku. Lakini muda mzuri sana wa kutengeneza kinga yako ya mwili nzuri ni ukiwa mtoto, na hata ukiwa tumboni. Yani mama ni hatua ya kwanza ya muhimu sana kutengeneza kinga ya mwili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tafiti nyingi sana kwa mfano zimeshafanyika, kina mama ambao wana kichocho, kina mama ambao wana malaria, kina mama ambao wana magonjwa mengine, unakuta kinga za watoto wao haziimariki, hazizalishwi na kuimarishwa kama zinavyotakiwa. Kwa hiyo ukiangalia watoto wale ukalinganisha na wale watoto wengine ambao mama zao hawana magonjwa kama hayo. Unajua hizi zote studies zinafanyika katika kuangalia kwamba ukilinganisha huyu mtu akiwa na shida hii, ukalinganisha na huyu ambaye hana shida. Tukiangalia cohort ya wale watoto wanaozaliwa, lile kundi lile wanaozaliwa, tukiangalia kinga yao ya mwili kwa mfano, tukiangalia mfumo reserve yao walionayo ya kinga ya mwili, ukilinganisha yupi ana kinga ya mwili bora, wanaona kwamba watu ambao wazazi wao hawana magonjwa kwa mfano ya kudumu, ikiwemo kisukari, magonjwa ya kudumu mengine, na magonjwa ya kuambukiza kama haya ambayo nimesema, minyoo, hata ma sexual transmitted diseases, unaona kinga ya watoto wao wanapozaliwa inakuwa ni bora kuliko wale wengine. Wale wengine inakuwa tayari imeanza kutumika kwa sababu wanaanza kupambana na magonjwa ya wazazi wao wakiwa tumboni. Kwa hiyo wakati mzuri sana wa kuanza kuandaa kinga, mimi ninavyoweza kusema ni kwamba mtoto akiwa tumboni, mama ale vizuri, kama ana magonjwa atibiwe mapema yale ambayo yanamsumbua. Hiyo yote itamsaidia mtoto kuanza kudevelop kinga ya mwili vizuri. Na baada ya hapo ni hatua inapoanza kuzaliwa. Anapozaliwa vile vile mtoto anatakiwa akingwe yale magonjwa ambayo hayatakiwi kushambulia kinga yake ya mwili au kuilazimisha kinga yake ya mwili ifanye kazi kuliko inavyotakiwa. Kwa mfano apewe chanjo za muhimu kama hizi za hepatitis C, hizi za TB na zingine zote, ili akizipata sasa zile zinamkinga yeye asipate magonjwa ambayo, kifupi ni kama tu unavyokuwa na hela benki. Yani kinga yako ya mwili ni kama unavyokuwa na hela benki. Kama unayo nyingi, maana yake unapokutana na changamoto unaweza kutumia vizuri. Lakini sasa kama kila siku una shida ambapo unatoa, maana yake ni sawa na vile kinga yako ya mwili inavyotumika. Kwa hiyo ni wakati nzuri wa kuanza maendeleo mazuri ya kinga ya mwili ni ukiwa mama akiwa mjamzito, mtoto anapozaliwa ale chakula vizuri, aendelee vizuri, na of course azaliwe katika hali ya kawaida. Yani inatamanika zaidi mtoto azaliwe katika hali ya kawaida, vaginal delivery tunaita, sio ile ya cesarean section. Kwa nini? Kwa sababu anapozaliwa kwa njia ya kawaida kuna bakteria wazuri ambao huwa anawabeba, ambao na wenyewe wanatumika kutengeneza kinga ya mwili, ambao nafikiri tutajadili baadaye. Okay. I think nyingine tena, so wakati mzuri ni anapokuwa mtoto, si ndio?
alafu kupata maambukizi it's also beneficial kwa sababu inamkinga. Sasa changamoto unakuta kuna wale watoto wadogo wameanzisha kwenda shule. Wiki hii anapata mafua sijui ngapi, baada ya wiki mbili the same problem inajirudia hivyo hivyo. Wazazi wa watoto kama unawashauri nini? Waendelee hivyo hivyo, watu wanatumia dawa au wahamishe watoto wao homeschooling? Hapo inakuwaje? Nafikiri na mimi ni mzazi na watoto wanaenda shule, hiyo experience ambayo naizungumza naifahamu. Kwa hiyo kikubwa sana nafikiri kuna nyakati ambapo kinga ya mwili inakuwa haifahamu maadui. Kwa hiyo wakati kinga ya mwili haifahamu maadui, kitu kimoja wapo ambacho ni kikubwa sana ambacho watoto watakutana nacho ni hali ya kukutana na magonjwa ambayo wao bado hawawezi kuyamudu. Yaani ni kitu ambacho ni kipya kwao. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa kikubwa sana ambacho kinahitajika, wazazi wanatakiwa wafahamu kwamba kama ikizidi wanatakiwa waweze kutibiwa. Kama haijazidi ni hali ya kawaida ya miili yao kujifunza kwa ajili ya kupambana na magonjwa. Kwa hiyo mimi sioni kama ni wazazi wanatakiwa wahamishe watoto shule, hapana. Ni kuwa tu makini kwamba watoto wao kwa wakati huo hawana chanjo, hawana kinga ya kutosha ya magonjwa ambayo wanakutana nayo kwa sababu ni mapya. Na kama sababu ni mapya sasa, maana yake inabidi wazoee yale magonjwa. Taratibu wanajifunza, na ndio maana ikishafika age fulani, miaka 5 mingapi, hayo magonjwa yanaondoka na tayari wanakuwa wamedevelop zile kinga ya mwili. Okay. Yeah. Vizuri.